majina naitwa Maria Fredrick Shemkala, ni mzaliwa wa Tanga, wilaya ya Mkinga. Sisi ni wanawake wa kikundi kinachoitwa Wauma. Maana ya Wauma, wanawake uchakataji wa mazao. Tunajishughulisha sana sana na zao la kuchakata mhogo. Tunatengeneza unga wa mhogo, tunatengeneza wanga, tunatengeneza kripsi, tunatengeneza tambi na pia tunatengeneza bidhaa nyingine kwa kutumia unga wetu wa mhogo. Kwenye kikundi mimi ni mtunza hazina wa kikundi. Mhogo tunapata kwa wanavikundi. Wanavikundi asilimia kubwa wana mihogo. Hata mimi binafsi ninao. Kwa hiyo huwa tunaenda kwenye mashamba yetu tunauzia kikundi. Ndio maana tunapata mihogo. Lakini kikundi kama kikundi hatuna shamba la kikundi. Na kwenye hiyo samani kusema unga wa muhogo ule kilo moja ninauza shilingi 2,000. Lakini nikiutengeneza tambi ninauza, yani ule mfuko moja wa 2,000 ninapata kilo yani napata 10,000 kwa unga wa kilo 2 wa unga wa muhogo. Sisi kama kikundi cha wanawake tumeamua kutengeneza, yani tumeamua kununua, baada ya kuuza muhogo wa kukaanga, tumeamua sasa kutengeneza unga, na huo unga tukaupatia thamani ya kutengeneza bidhaa kama hizo tambi na biskuti na bidhaa zote. Kuna unga wa ngano, huo unga wa muhogo unatengeneza vitafunio vyote ambavyo vinatumia unga wa ngano. Kwa mfano unatengeneza mikate, unatengeneza maandazi, yani vitafunio vyote tunavyotumia unga wa ngano, hata unga wa muhogo tunaweza kupipika. Kikundi chetu kina wanachama 40, lakini mpaka sasa tuko kama 15 au 20. Wengi wamepungua, wengine majukumu ya kazi, wengine mambo ya shughuli nyingi za Tanga, ndio maana tumepungua. Ila sisi tuliopo tunaendelea kupambana, maana tumeona faida ya kufanya hivyo, tunapata faida na tunasomesha hata watoto wetu kwa ajili ya kutumia kiwanda chetu cha Mkinga. Changamoto nyingi ni kwamba mtu anapokuja kufanya kazi ya kikundi anataka akiondoka awe amepata hela, na sisi kwenye kikundi hatuna ile hela kumpa mtu moja kwa moja. Tunachofanya ni kuzalisha, alafu tunapopata ile faida ndio tunakaa kwamba je, kila mtu achukue shilingi ngapi, lakini tunaweza tukatumia labda miezi 2 au wiki 2. Lakini kuanzia tumeanza kuzalisha wanga tunapata faida, maana tumepunguza kuzalisha unga wa muhogo, lakini kwenye wanga tunapata faida, maana mteja wetu anakuja mara kwa mara. Kwa hiyo tunapozalisha tunaweza tukauza kilo 100. Kwa hiyo tukiwa tunaagiza mzigo, alafu watu wanapata kugawana faida, ina maana kama kila mtu anaweza katoka na 10,000. Kwa halmashauri wametuwezesha, maana hata sasa hivi tunaenda kwenye maonyesho, ni halmashauri mara nyingi inatubeba, tunaenda kwenye maonyesho, tunaenda kutangaza bidhaa zetu. Lakini kiwanda tumewezeshwa na World Division, ndio waliotujengea hiki kiwanda. Lakini wataalamu nao halmashauri bado wanatusapoti, maana mpaka hapa tulipofikia World Division na halmashauri wamekuwa ni kama ni kitu kimoja. Kupitia halmashauri tumepata elimu ya ufungashaji, ya uchakataji, pamoja na elimu ya utunzaji wa fedha, kushirikiana na World Division na halmashauri. Kwa hiyo tumepatiwa semina pia za mtazamo chanya, jinsi ya kuweka hakiba. Soko letu kwa kweli lipo, lakini ni kwenye hii wilaya yetu ya Mkinga. Kwa watu wa nje ya Mkinga bado sio wengi kivile. Ambao tunawapa kilo 2, kilo 5 wanaotoka sehemu tofauti. Lakini kwa wilaya ya Mkinga asilimia kubwa watu wenye maduka hapa Mkinga wanachukua unga kutoka kwenye kiwanda chetu. Na pia hata huu wanga tunaozalisha, tuna kikundi hapo Tanga Amboni wanatengeneza mkande, waliotupa oda ya kuwatengenezea wanga. Kwa hiyo soko letu bado liko hapa Tanga. Tunaitumia fursa hii, maana tunapoenda kwenye maonyesho huwa tunajitangaza. Kwa hiyo kule kwenye maonyesho tunakutana na watu tofauti waliotoka sehemu tofauti. Na kwenye bidhaa zetu tunaweka pia hata namba zetu za simu. Endapo mtu atakuwa anahitaji bidhaa zetu, huwa tunawasiliana naye, anatuambia yuko wapi na tunamtumia mzigo. Mimi wito kwa mama wenzangu hata na wanajamii wa wilaya hii ya Mkinga, tunawakaribisha kwenye kikundi chetu cha wanawake Wauma, wanawake tunaweza. Mnayeniona hapa naendesha mitambo yote ya hapa kiwandani. Kwa hiyo nikiingia kwenye mtambo wa kuchakata mihogo nimo, na wanawake wengine nimewafundisha. Tumenufaika, maana kuna wengine, hata mimi binafsi wanangu nilikuwa siwapeleki shule za boarding, lakini sasa hivi watoto wangu wote wako boarding kwa kupitia mradi huu wa wanawake wa uchakataji wa mazao ya unga wa muhogo. Na wenzangu pia wapo ambao wengine walikuwa pia nao wana watoto wamewapeleka shule, wengine walikuwa wanakula mlo mmoja, sasa hivi watu wanakula milo 3 kupitia uchakataji wa zao la muhogo. Kwenye upande wa lishe, unga wa muhogo pia ni mzuri kwa lishe, kwa sababu sisi huu muhogo tunavyoutengeneza, kwanza tunauosha,
tunauchakata, halafu sehemu tunayoianika hakuna vumbi wala haupotei virutubisho vyovyote. Kwa hiyo ni mzuri hata kwa wagonjwa au kwa wale watoto wadogo, na hata sisi wenyewe watu wazima kwa tunautumia. Ni mzuri kwa lishe. Unga wa muhogo ni mzuri, unatia nguvu na unapokula yani husikii njaa. Ukila ugali wako wa muhogo asubuhi ujue mpaka jioni ndio utakula tena. Wakina mama wenzangu, tambua soko, ongeza tija, kutekeleza dira 2050. 88 oyo!